Halo kila mtu. Leo nitaelezea jinsi ya kutumia Gamovie, chombo kinachokuwezesha kuzalisha video za mtindo wa Pictoplay bila malipo kwa kutumia AI. Katika toleo la lugha nyingi, tafadhali anza kwa kuchagua lugha ya script unayotaka kuzalisha. Kwa mfano huu, tutazalisha script ya Kiswahili. Sasa, tuunda video yenye kichwa, ukatili wa Maria Antoinette, malkia aliyepotea katika dhoruba ya mapinduzi. Kuna njia mbili za kuzalisha script. Ya kwanza ni kutoka kichwa, ingiza tu mada ya video yako na Gemini CLI, chombo cha AI, itazalisha script kiotomatiki kulingana na kichwa hicho. Ya pili ni kutoka hati, bainisha faili ya maandishi au PDF na script itazalishwa kulingana na yaliyomo. Unaweza pia kuongeza maelekezo ya hiari kwa Gemini CLI kama jinsi script au maelekezo ya picha yanapaswa kuzalishwa. Kwa mfano huu, maelekezo ya script yamewekwa kwa sentensi time na maelekezo ya picha kwa mtindo wa Pixar. Kiungo cha kisakinishi cha Gamovie kimejumuishwa katika maelezo hapa chini. Tafadhali pakua na jaribu. Script sasa imezalishwa. Ifuatayo, tunazalisha matukio. Mara script inapotolewa, mistari ya script na maelekezo ya picha yanayolingana yanaonyeshwa kwa kila tukio. Kulingana na script hii, audio ya narration inatolewa kwa kutumia moduli ya uzalishaji wa sauti Chatterbox TTS. Kama hakuna mipangilio maalum inayotumiwa, sauti chaguo msingi itatumiwa. Vinginevyo, kama utatoa faili ya WAV inayohifadhi takriban sekunde za audio, narration itakopiwa ili kulingana na sauti hiyo. Unaweza pia kurekebisha sauti na kasi kwa sliders. Katika safu ya maelekezo ya picha, unaweza kusanidi jinsi picha zitazalishwa kwa kutumia ImageFX, mzaliwa wa picha AI. Kabla ya kuzalisha matukio, ImageFX inahitaji kusanidiwa. Bonyeza kitufe kilichoandikwa weka tokeni ya kikao cha ImageFX. Hii inafungua ukurasa wa ImageFX katika kivinjari chako. Kwanza, ingia katika ImageFX na akaunti yako ya Google. Fungua zana za msanidi, nakili thamani ya tokeni ya kikao, na ubandike kwenye sehemu ya kuingiza ya kidirisha cha mazungumzo. Maelekezo ya kina yanatolewa katika mazungumzo, fuata tu ili kuingiza tokeni yako. Bila mipangilio hii, uzalishaji wa picha hautawezekana. Mara tokeni ya kikao imewekwa, unaweza kuanza kuzalisha matukio. Ili kuzalisha yote mara moja, bonyeza tengeneza mandhari yote. Matukio yatazalishwa moja baada ya moja kwa mpangilio, kuanzia tukio 1. Mara tukio linapozalishwa, kitufe cha kucheza kinapatikana. Bonyeza kitufe cha kucheza ili kutazama video na kuangalia kama narration na picha ni sahihi. Sasa, tuangalie kila tukio moja baada ya moja. Marie Antoinette, malkia wa Ufaransa, anakumbukwa kwa maisha yake ya anasa na ubadhirifu. Watu wa Ufaransa walikuwa wakiteseka kwa njaa, lakini yeye aliishi katika kasri la kifahari la Versailles. Je, ni kweli alisema waipe keki aliposikia watu wanakosa mkate? Anasa zake zilionekana kama dharau kwa raia maskini. Alitumia pesa nyingi za umma kwa mavazi, vito na sherehe za kupindukia. Wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, hasira ya umma ilimlenga yeye na mumewe, Mfalme Louis. Walijaribu kutoroka, lakini walikamatwa na kurudishwa Paris.
Hatimaye alihukumiwa kifo kwa uhaini na kunyongwa kwa giloti. Je, kweli alikuwa katili au alikuwa tu amepotea katika ulimwengu wa anasa na siasa? Hadithi yake ni onyo la kutisha kuhusu hatari za kutojali mahitaji ya watu. Matukio yote sasa yamezalishwa. Hatimaye tunachanganya matukio yaliyozalishwa. Hapa unaweza kuongeza BGM pamoja na ufunguzi na mwisho. Ukiwa tayari, bonyeza kitufe cha unganisha mandhari. Hiyo ni mtiririko wa kazi wa Gameovie. Kwa kuwa uzalishaji wa script, uzalishaji wa sauti na uundaji wa picha yote ni otomatiki, unaweza kuunda video kwa ufanisi bila malipo mdogo tu na maoni yako. Tahadhari, Gemini CLI ina image fix zote zina mipaka ya matumizi ya bure ya kila siku. Kama utazidi mipaka, makosa yatatokea. Tafadhali subiri hadi siku inayofuata ili kuendelea. Pia, ImageFX hairuhusu maelekezo yanayokiuka sera ya maudhui ya Google kama nyenzo zenye vurugu, kingono, kukiuka haki miliki au kukiuka faragha. Epuka maelekezo kama hayo wakati wa kuzalisha picha. Kiungo cha kisakinishi cha Gameovie kiko katika maelezo, tafadhali jaribu. Sasa, tafadhali furahia video iliyokamilika. Marie Antoinette, Malkia wa Ufaransa, anakumbukwa kwa maisha yake ya anasa na ubadhirifu. Watu wa Ufaransa walikuwa wakiteseka kwa njaa, lakini yeye aliishi katika kasri la kifahari la Versailles. Je, ni kweli alisema waipe keki aliposikia watu wanakosa mkate? Anasa zake zilionekana kama dharau kwa raia maskini. Alitumia pesa nyingi za umma kwa mavazi, vito na sherehe za kupindukia. Wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, hasira ya umma ilimlenga yeye na mumewe, Mfalme Louis XVI. Walijaribu kutoroka, lakini walikamatwa na kurudishwa Paris. Hatimaye alihukumiwa kifo kwa uhaini na kunyongwa kwa giloti. Je, kweli alikuwa katili au alikuwa tu amepotea katika ulimwengu wa anasa na siasa? Hadithi yake ni onyo la kutisha kuhusu hatari za kutojali mahitaji ya watu.